Nilikuwa nimefurahi sana siku ya leo niliposikia kwamba PS wetu Raymond Omolo anatembelea eneo la Embali, shule ya Buyalu hapa wodi ya West Bunyore. Nilikuwa nimefurahia kwa sababu hali ya usalama katika eneo hili letu imekuwa na changamoto nyingi sana. Wodi ya West Bunyore mwaka jana uliopita kufikia kwa wakati huu saa hii tumepoteza zaidi ya watu 10, ambapo wale watu wanakufa kifo ya kutatanisha. Na hata sisi wengine tunaoongea hawa tuko na hofu kubwa sana. Kutembea kwetu hapa Embali hapa Ibuyangu West Bunyore ward, tukifika saa 1 inafaa ikukute ukiwa kwa nyumba, sababu ukichelewa kidogo nje kuanzia saa 1:30 saa 2 utapatikana kwa barabara kama wewe umewawa. Wale wahalifu wenye wanafanya makosa wako miongoni mwetu, tunaishi na wao maeneo haya. Shida ambayo tuko nayo, mtu anashikwa leo anapelekwa ndani ya polisi, kesho kuto unakuta huyo mtu ameachiliwa. Ukifuatilia vizuri sana kwa sababu gani waachiliwe, hata unakosa kuelewa. Kwa hivyo ujumbe wetu sisi wakazi wa Embali hapa Ibuyangu West Bunyore ward kwa PS wetu Raymond Omolo, wakati unapokuja jaribu zungumzie mambo ya insecurity ya Embali Emuhaya. Sasa hii angeliwacha hata watu kutoka sehemu ya Buyalu huko Butongo huko, hata nao kuja hapa Buyalu wapate kuona ni maendeleo gani ile inaendelea upande huu na shida ile iko pande hii ni nini na ni gani. Tulikuwa tumesikia Raymond Omolo, PS Raymond Omolo anakuja West Bunyore mahali panaitwa Buyalu Primary School, na kitu ya kushangaza ati wamesema venue imechange, ambapo sisi wakaji wa West Bunyore tumekasirika. Ni ukweli tumekasirika, sababu tulikuwa tuna expect Raymond akuje Buyalu Primary ambapo iko West Bunyore, na West Bunyore ndio visanga mingi zimefanyika za mambo ya wahalifu wanashikwa, wanafanywa kenye walikuwa wanafanyiwa. Sasa tulikuwa na expect, sababu ni mahali penye walikuwa wahalifu walikuwa wanapigiwa. Sasa tulikuwa na expect akuje kwa hiyo venue ya Buyalu. Tumeshangaza ati wamepeleka mpaka Obuyaya. Obuyaya ni mbali sana, sidhani kama watu wa West Bunyore wengi watakuwa pale. Hata tunashangaa kwa nini mkutano ya insecurity imepelekwa mbali hivyo. Tulikuwa nafikiria kwamba ikuje karibu hapa tuseme mambo yetu, lakini sasa huko ni mbali kutoka na penye mambo iko. Saa hii watoto wetu wanapigwa ngeta, wazazi tunaumia kwa manyumba, hata hatutoki usiku. Ng'ombe hatuwezi kuweka kwa zizi, ng'ombe zetu tunalala nazo kwa nyumba. Hofu hizi ng'ombe inatupaswa ilale kwa zizi na sisi tunalala kwa nyumba, lakini leo hii kwa sababu insecurity hakuna, sisi tunalala kwa ng'ombe kwa nyumba juu zitaibiwa. Ningeomba security agent waje watuokoe, kwa sababu hapa tuko na shida kubwa. Hakuna watu wanatuokoa hapa, sisi tunajiokoa sisi wenyewe tu. Tuko karibu kuchukua mamlaka mambo kwa mikono yetu saa hii, kwa sababu saa hii kama hakuna security yenye inatulinda sisi, itabidi tuchukue mambo kwa mikono yetu wenyewe. So biashara zimeshuka, economic imeshuka, watu wako na hofu, uoga umekuwa mingi. So tunakuomba unavyokuja, unakuja na suluhu la kudumu. Watu warudishe imani na watu waishi kwa maisha waliokuwa wakiishi kitambo. Na tunashangaa sana hizi administrative units mpya ambazo zilikuwa zimegazetiwa. Zimechukua muda mpaka hata tumechanganyikiwa nini ilikuwa imefanyika. Kama ni budget zimefanywa, pesa zimewekwa. Na pia hawa administration wa kiritaa, chiefs na assistant chief wa kiritaa huwa inachukua muda mrefu, na unapata mtu mwenye anafanya acting ana act kwa muda mrefu, na hii mambo ya insecurity inakuwa juu sana. So tunakuomba unavyokuja, unakuja na solution la kudumu. Na hii mkutano ilikuwa hapa kuanzia last week, tumeshangaa kufikia leo saa 7 mkutano imebadilishwa inaenda Obuyaya. Obuyaya ni Central Bunyore, na Central Bunyore ni kwa kina Omboko Milemba. So hatujui Omboko Milemba ndiye amebadilisha ama ni watu wengine wamebadilisha. Na Omboko Milemba nasi tunakuuliza tu swali moja. Watu wa West Bunyore walikosa nini ndipo hawezi host wageni kama hao? Juzi umekuwa na kina Faruki Bet na Wetangula Musire.
ambapo ni West Bunyore. So tunakuomba kama uko na maneno watu wa West Bunyore walikukosea, ukuje muongeleshane, hii maneno ikitembea tutembee pamoja.